Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Serikali kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maendeleo ya Makazi imewapatia ufumbuzi malalamiko ya muda mrefu ya viwanja mbadala kwa wananchi wa jiji la Dodoma. Suluhisho hilo limefuatia malalamiko ya takribani wananchi 4,000 wa jiji la Dodoma wanaodai viwanja na halmashauri ya jiji la Dodoma kuwapa ahadi bila utekelezaji mpaka sasa. Kauli hiyo imetolewa leo tarehe 25 Februari 2026 na Waziri wa Ardhi, Nyumba, Maendeleo ya Makazi, Daktari Leonard Akwilapo wakati akizungumza na wananchi wenye migogoro ya ardhi katika eneo la Mahomanyika lililopo kata ya Nzuguni jijini Dodoma. Na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Eneo hili lenye mgogoro ni eneo la serikali. Hivyo lipangwe na kupimwa kwa ajili ya utatuzi wa migogoro, sio hapa na mingine ya juu, pamoja na matumizi ya serikali. Hilo ndio la kwanza. Lakini la pili, katika upangaji huo kipaumbele kiwe ni kutatua changamoto za wananchi wa jiji la Dodoma ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakidai viwanja na jiji limewapa ahadi, lakini haijatekelezwa mpaka leo. Kwa hiyo vitakapopimwa vitapatikana viwanja huu watahusishwa na wale ambao wako maeneo mengine, lakini wana haki ya kupata viwanja kama walivyoahidiwa. Tambua kwamba ofisi ya mkurugenzi iliigiza viwanja 1037 kwenye mfumo wao wa tausi ili wananchi hao wengine waweze kupata viwanja ambao vimepimwa, na najua katika hivyo jumla ya viwanja 352 vimeanza kufanywa kazi kwenye mfumo wa tausi. Sasa naagiza kwamba mkurugenzi aendelee na wale 352 ambao ameanza kulipa, amaliza nao, lakini asiendelee kwa waombaji wapya. Kwa hivyo vilivyobaki visiendelewe kuingizwa katika mfumo huo. Kwa hiyo ni 352 tutawa-accommodate, tunakubali walianza. Lakini vile ambavyo vimeanza kulipiwa ndio viingizwe kwenye mfumo. Vingine vile visishirikishwe. Kipaumbele kikubwa katika shughuli hii kitakuwa ni utatuzi wa migogoro ya wananchi na matumizi ya serikali pia, na wala sio kujipatia kipato. Kwa hiyo shughuli hii sio ya kuzalisha pesa wala kuuza wala. Kama kuna malipo ni yale malipo halali ya serikali ya kawaida. Kwa mfano kama kitu kama kodi ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo na huko pia kuna mambo yake ambayo ni ya kawaida. Sasa ili kutekeleza jukumu hili nimeunda timu mbili. Timu ya kwanza ni ya wataalamu watakaoshughulika na upangaji na upimaji, na timu ya pili itashughulika na uhakiki wa wananchi wenye migogoro ambao wanastahili kupewa viwanja mbadala, na hii ni kwa jiji zima. Timu hizi zitaanza kazi mara moja, yaani tunapotamka hivi zinaingia kazini. Leo hii zitaanza kazi, na kazi hii tumeipanga ifanyike kwa muda wa siku 60, miezi miwili. Kazi yote imekamilika, kila mtu amejua anapata nini, amekosa nini, yuko wapi, ameenda wapi.